And we give it thanks for the source of great life, man. We had the Ramadan Makbul and a happy Eid to everybody. I hope God has received it with prayers. And we back, baby, new music coming on Friday. Are you ready? Take over the world, baby. Shut it down. Bombo clat, mamacita, te quiero tocar, mi amor, te quiero mucho. Bana, naona sasa vurugu za kwake Harmonize zimerudi kwa mara nyingine. Hapa ni baada ya kumaliza mfungo, na kwa hivi sasa basi ni kama basi ameanza tena vurugu zile za muziki, kwamba siku ya Ijumaa anaenda kuachia ngoma mpya. Na sasa basi ipo wazi kwamba ngoma hii tena kuteki all over the world, kwa kulingana na kwamba yeye mwenyewe binafsi alipojipanga. Je, kwenye swala la promotion wamejipanga vipi? Kulingana na kwamba katika kipindi cha nyuma promotion kwao ilikuwa iko chini, lakini kwa uwezo na jitihada za hapa na pale kafanikisha jambo hili mpaka katika siku hii ya leo tunavyoongea ni mmoja kati ya mtu ambaye anasemekana kwamba ni msanii ambaye ni mkubwa sana katika nchi hii ya Tanzania. Je, vipi kuhusiana na makampuni yanayomtazama Harmonize? Vipi kuhusiana na endorsement? Kwa sababu kama kazi anafanya vipi? Je, ana endorsement na kampuni yoyote kwa sasa? Hapana. Je, kuna mikataba ambayo ni asiri ambayo amefanya na makampuni fulani? Hapana. Ngoja tuone katika siku za usoni itakavyokuwa, lakini kikubwa zaidi tunachokiomba katika kipindi hichi ni kwamba angalau basi Harmonize ngoma hizi ziende international levels, na baada ya hapo naamini kwamba baadhi ya makampuni yatakaa karibu na yeye na kunegotiate baadhi ya vitu, kwa sababu makampuni baadhi yameshindwa kufanya kazi na Harmonize kulingana na kwamba kuna mambo ambayo hajaweza yeye mwenyewe binafsi kujistopisha au kuzuia katika maisha yake ya kila siku, kwa sababu katika kipindi cha nyuma inasemekana kwamba Harmonize moja ya kitu ambacho kilimnyima makampuni kufanya naye kazi basi ni namna ambavyo alikuwa ana behave katika mitandao ya kijamii. Lakini ngoja katika kipindi hichi hapa nafikiri kwamba mwaka huu unaweza kuwa ni mwaka wa neema kwake, kwa sababu anaenda kuachia album, na album kama unavyoona hapo ni 100% imeshamalizika na kila kitu kuanzia hivi sasa. Nafikiri kwamba ni siku tu ya kwenda kuiachia na wasikilizaji basi waanze kuisikiliza album hiyo. Je, vipi kuhusiana na Diamond Platnumz, naye ataachia album au la? Kwa sababu Harmonize na Diamond Platnumz wote walikuwa wameplani kuachia album kwa mwaka huu 2025. Vipi Harmonize ataachia mwishoni mwa mwaka au anaachia katikati hapa? Kwa sababu ni kipindi kizuri kwake yeye, kwa sababu amekuwa katika trendi kwa mwezi mzima wa 3 baada ya kufanya ngoma na Abigail Chams, na baada ya hapo watu wengi wakawa wametake attention kubwa sana ipo kwa upande wake, kama vile upepo sasa hivi umemwelekea yeye. Je, atafanikisha jambo hili la album au albamu inaweza ikapata hasara kwa kipindi hichi kama kile kipindi cha nyuma? Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu, na haya ndio yaliyojiri katika mitandao ya kijamii. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.